Angalia Firaun laanatullahi alayhi, ile pawa ambayo kwamba alikuwa ako nayo, pawa ya kiutawala, pawa ya kimajeshi, pawa ya kila kitu ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amempa, na ule ujabari ambao kwamba alikuwa amefikia mpaka kufika kusema kwamba ana rabbukumul a'la, mimi ndio Mola wenu aliye juu, ma urikum illa ma ara, siwaonyesheni wala siongozeni isipokuwa kile ninachokiona kuwa ni cha sawa. Hii ni kibri ya hali ya juu sana. Alafu upande wa pili, angalia Nabii Allah Musa alayhi salam vile alivyokuwa hana utawala, hana pawa ya uongozi, hana jeshi, hana lolote. Yeye alichokuwa anamiliki ni hakika tu, ni uhalisia tu, ni haki peke yake ndio ambayo kwamba alikuwa anamiliki. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan al-mutalaziman ala khayri wuldi adnan سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الإنس والجان. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khutba ilikuwa yazungumzia masala na madeni, na taban masala haya na madeni ni masala ambayo kwamba mazito sana. Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na mtihani huo madeni, na tufanyie wepesi wale ambao kwamba tunadaiwa tuweze kuyalipa kwa wepesi inshallah. Leo ni mwezi 10 wa Muharram ambao kwamba ni siku ya Ashura. Siku kama ya leo ni siku ambayo kwamba imetokea matukio mingi sana. Ni siku ambayo kwamba yametokea matukio mingi sana. Katika matukio ambayo kwamba yanaelezwa katika riwaya ni kwamba siku kama ya leo ndio siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimwangamiza Firaun laanatullahi alayhi, na akampa ushindi na izza Nabii Allah Musa alayhi salam. Na masala haya ni masala ambayo kwamba kuelezana inakuwa ni muhimu kiasi, kwa sababu tunapata somo hapa ndani yake ya kwamba siraa, mapambano baina ya haki na batil, si ya juzi na jana, ni mapambano ambayo kwamba yana muda mrefu, lakini fi nihayatil mataf, mwisho wa siku ni kwamba haki siku zote inakuwa iko juu. Alhaqu ya'lu wala yu'la alayhi, haki inakuwa iko juu wala hakuna kitu ambacho kwamba kinakuwa kiko juu ya haki. Angalia mapambano yale ya Nabii Allah Musa alayhi salam na Firaun laanatullahi alayhi. Kwa kweli ni mapambano ambayo kwamba katika akili za kawaida huwezi kuyafikiria wala huwezi kuyapatia taswira. Angalia Firaun laanatullahi alayhi, ile pawa ambayo kwamba alikuwa ako nayo, pawa ya kiutawala, pawa ya kimajeshi, pawa ya kila kitu ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amempa, na ule ujabari ambao kwamba alikuwa amefikia mpaka kufika kusema kwamba ana rabbukumul a'la, mimi ndio Mola wenu aliye juu, ma urikum illa ma ara, siwaonyesheni wala siongozeni isipokuwa kile ninachokiona kuwa ni cha sawa. Hii ni kibri ya hali ya juu sana. Alafu upande wa pili, angalia Nabii Allah Musa alayhi salam vile alivyokuwa hana utawala, hana pawa ya uongozi, hana jeshi, hana lolote. Yeye alichokuwa anamiliki ni hakika tu, ni uhalisia tu, ni haki peke yake ndio ambayo kwamba alikuwa anamiliki. Mapambano yale yalichukua muda mrefu sana na gharama yake ilikuwa ni kubwa sana, lakini fi nihayatil mataf Nabii Allah Musa alayhi salam akapata nini? Akapata ushindi. Kwa hivyo hii pia inatupa mafundisho ya kwamba siku zote mtu ukiwa katika haki usiangalie ile hajmu, ukubwa wa vita, bali angalie kile kitu ambacho kwamba uko ndani yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala, ukiwa na sidqul irada, ukiwa
kutaka kwa kweli, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa izza na atakupa ushindi, kama vile Nabii Allah Musa alayhi salam alivyopata ushindi. Lakini tukio lingine ambalo kwamba pia litukia katika siku kama leo ni tukio la kuuawa mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Al-Hussein alayhi salam wa ridwanullahi ta'ala alayhi. Al-Hussein ni mjukuu wa Mtume ambaye kwamba ni mtoto wa Sayyidina Ali kutoka kwa Sayyida Fatima ambaye kwamba ni mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na riwaya zinasema ya kwamba Mtume alisema katika hadithi ya kwamba kila mtu maasaba zake na famili zake huwa zinatokana na upande wa kiumeni, isipokuwa mimi maasaba zangu na nasaba yangu itatokana na nani? Na kutoka kwa Fatima alayha salam wa ridwanullahi ta'ala alayha. Kwa hivyo nasaba ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ukoo wa Mtume uko. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia wale ambao kwamba waliosema kwamba Muhammad amekatikiwa na kizazi, inna shani'aka huwal abtar. Kwa hivyo hii ni aya inaonyesha kwamba kizazi cha Mtume kipo, na kizazi cha Mtume kinatoka kwa nani? Kinatoka kwa Fatima kupitia Sayyidina Ali, na kimedumu kupitia watoto wajukuu wake wawili hawa, Al-Hasan wal Hussein. Mwenyewe riwaya inasema kwamba Al-Hasan wal Hussein sayyida shababi ahli aljanna. Hasan na Hussein ndio mabwana wa vijana wa peponi, na peponi hakuna wazee tabani. Kwa hivyo huyu mjukuu wake Mtume aliuawa katika siku kama leo katika ardhi ambayo kwamba inaitwa Karbala kule Iraq. Mwenyewe alipofika pale aliuliza tuko sehemu gani? Akaambiwa tupo katika sehemu ambayo kwamba inaitwa Karbala. Akasema ardhu karbin wa bala, hii ni ardhi ya dhiki na bala. Lakini fi nihayat almataf, mwisho wa siku aliuawa, tena mauaji ya kinyama kabisa. Mshairi mmoja anasema qataluka yabna binti rasulillahi atshanan walam yataraqabu fi qatlika ta'wila wa tanzila wa yukabbiruna bi an qutilta wa innama qatalu bika takbira wa tahmida. Anasema umekuwa mjukuu wa Mtume atshanan, ukiwa na kiu kikali, maana walizuia mto wa Furati wasifike kule. Walam yataraqabu fi qatlika ta'wila wa tanzila wa yukabbiruna bi an qutilta. Si hivyo tu, walimuua mjukuu wa Mtume kisha wakakata kichwa chake wakaweka juu ya mishale wakawa wakizunguka nacho huko wakisema Allahu akbar, Allahu akbar. Mshairi anasema wanasoma takbira kwa kukuua wewe, wa inma qatalu bika takbira wa tahmida, wameua takbir na tahmidi kwa kukuua wewe. Ni kama hivi sasa hivi tunavyoona wale Al-Qaeda wanafanya, wanaua Waislamu, wanachinja, alafu huko wanawachinja Waislamu wenzao, huko wanasema nini? Wanasema takbir, Allahu akbar, takbir, Allah, huko wanaua Waislamu wenzao. Haya mambo hayakuanza juzi wala jana, ni mambo ambayo kwamba alianza muda mrefu. Sasa kuna uhusiano pia baina ya Nabii Allah Musa hapa na Al-Hussein. Kwa sababu gani? Hussein alitoka kwa ajili ya kutetea dini, kinyume na watu vile wanavyo baadhi ya watu. Subhanallah, unajua haya magomvi yetu ya kimadhehebu yasifikie pahali ikawa mtu unapotosha ukweli. Yani mtu unapotosha ukweli kwa ajili ya kutetea nini? Kwa ajili ya kutetea madhehebu yako. Sawa, wewe huendani na watu fulani ambao kwamba ikifika mwezi huu wao ndo wanafanya nini? Wanakuwa wanayezungumza mambo haya. Sawa, hakuna neno. Lakini wewe kuto kuendana na wale watu kusikufanye kwamba ukatoka katika usawa. Mwenyezi Mungu anasema katika Al-Qur'an Al-Karim, wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wala kusiwafanyeni kuwa na ugomvi na watu fulani, msifanye uadilifu. Fanyeni uadilifu, hilo ndo suala liloko karibu zaidi na ucha Mungu. Al-Hussein hakutoka kwa ajili ya madaraka. Juzi nilipita msikiti mmoja wa watu fulani wanasema bwana Hussein huyu, tena akasema hata hafai kuitwa imamu kabisa. Wakasema huyu Hussein alikuwa ni mtu anapenda sana madaraka na alitoka kwa ajili ya kutaka madaraka tu. Subhanallah, hivi wote ende kumjibu nini babu yake Hussein siku ya kiyama? Mtume sallallahu alaihi wasallam atapokuuliza kwamba kweli mjukuu wangu alikuwa anapenda madaraka? Hussein mwenyewe anasema katika khutba yake alipotoka, ayuha nas fa inni lam akhruj ashran wala batiran wala riyaan wala sum'atan inma kharajtu li talabi al-islah fi ummati jaddi. Hussein aliwaambia watu
Al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu aliwaambia watu, lam akhruj ashran wala batran, sijatoka kwa ajili ya kujitaka kujikweza wala kwa ajili ya kiburi, hapana. Innama kharajtu li talabi al-islah, mimi nimetoka kwa ajili ya kutaka kutengeneza fi ummati jaddi, katika umma babu yangu. Asiru ala millati jaddi rasulillah, nataka nifuate mwenendo wa babu yangu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasirat abi Ali ibn Abi Talib, na mwendo wa babu yangu Ali ibn Abi Talib. Lakini mwisho siku yaliyotokea, lakini masomo tunayapata ni siraa baina alhaqi walbatil, ni mapambano baina haki na batil, ni mapambano dhidi ya ubepari, ni mapambano dhidi ya dhulma. Ukisoma ile thaura, yeye Imam Hussein alikuwa anataka thaura ya haki, alikuwa anataka mageuzi, kwa sababu ulikuwa unaendelea ni ubepari, ni dhulma, ni mauaji, ni ukandamizaji, ni unyenyesaji. Ni masomo mingi tunayapata katika kutoka Hussein. Sahaba wanamwambia, bwana usiende kule, wale watu watafanya nini? Watakumaliza. Atasema ni kheri mimi nimalizwe katika kutetea haki na uadilifu kuliko kuishi nikiwa dhalili, nikiwa mnyonge katika utawala wa hawa mabepari. Hicho ndo kitu kilichomfanya Al-Hussein radhiallahu anhu atoke. Lakini hakutoka kwa ajili ya kupenda madaraka. Hivi nyumba ya Mtume unaifahamu vizuri? Hawa watu wameleleka katika zuhudi, hawa watu wamelelewa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume alikuwa akimwona Hussein anawachukua, anawabusu, akiwabeba. Hawa watu ni tarbia ya Mtume. Soma mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sayyiduna Umar radhiallahu anhu alipomwambia kina Kisra wanalala katika vitandiko vya dhahabu, wao Mtume analala katika vitandiko hivi vya ukili, kwa nini tusikutengenezee kitandiko kizuri ulalie? Sayyiduna Umar, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu Umar akamwambia, mali walidunia, wapi na wapi mimi na dunia. Ma ana fi dunya illa karakibin istadhalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha. Akamwambia, mimi na dunia ni kama msafiri ambao kwamba amesafiri, ametembea, akafika sehemu amechoka, akaona kivuli cha mti akapumzika, kisha baada ya uchovu kumuondoka akaendelea na safari, akauacha ule mti. Sasa atashughulika kutengeneza ule mti wakati yeye wapita tu pale, amepumzika tu. Kasema ndo mimi hapa katika dunia si sehemu ya makazi, ni sehemu tu napita kwa ajili ya kwenda akhera. Hayo ndio malezi ya Mtume. Sasa wataka kutuambia kwamba Mtume alifeli kuyapandikiza malezi haya kwa watoto wake, kwa wajukuu zake, mpaka hivi leo kwamba mjukuu wake atoke kwa ajili ya kutafuta nini? Kwa ajili ya kutafuta utawala. Jamaa, haya maneno ni mazito. Na kuna klipu moja pia jana nilitumiwa ya mmoja katika hawa watu, asema Hussein hakuwa kiongozi hata wa nyumba 10, alikuwa labda anamuongoza mke wake tu. Mtu anasema na haya msikitini, wala haoni aibu. Tufahamu kwamba wale watu nyumba yake Mtume wote hawakumvoti Yazid, walikuwa kwa chini ya Hussein, na ndio manake walitoka kwa uongozi wake. Sasa haya mambo ya historia tusiyapeleke kwa mirengo ya madhehebu, tusiyapeleke kwa mirengo ya ikhtilafati zetu, tuyapeleke kwa mirengo ile ile ambayo kwamba iliyotokea. Kwa hivyo haya matukio tuelezane, na wala hakuna ubaya haya masala kuelezwa, kwa sababu ndio uhalisia wa historia, Alafu zamani ndio ilikuwa tuambia haya mambo, bwana msiwaambie watu haya mambo kadha. Lakini sasa hivi utandawazi, kuna kitu utakificha shekhe? Kila kitu kipo katika nini? Katika mitandao. Kila kitu, hakuna kitu ambacho kwamba unaweza kufanya, unaweza kuficha. Usipoambia watu wako haya mambo kwa uhalisia wako wapotoshaji watakuja, watafanya nini? Watawaambia kinyume na vile ambavyo kwamba ilivyofanya nini, yalivyokuwa zamani. Haya mambo usiwaambie watoto. Sasa hivi hakuna mambo sasa hivi haya mambo usiwaambie watoto. Lazima uwaambie watoto uhalisia ulivyo, ili wasije wakaja walimu wengine kinyume na vile ambavyo kwamba ulivyo uhalisia, wakaja wakapotosha. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya azima as-sultan, ya qadim al-ihsan, ya daima an-ni'am, ya kathir al-khair, ya wasi al-'ata, ya basta ar-rizq,
يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا جميل الستر يا حليم لا يعجل يا كريم لا بخل. صل يا رب على سيدنا محمد وعلى آله، وارض اللهم عن الصحابة المتقين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن من كل مخيف، يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم فقضها يا رب العالمين، اللهم فقضها يا رب العالمين. اللهم فك قيد كل مكروب، اللهم فك قيد كل مكروب. اللهم اقض دين كل مدين، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم اقض دين كل مدين. اللهم اشف كل مريض، اللهم اكس كل عريان، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اشبع كل جائع. اللهم ارحم جميع اموات المسلمين في مشارق الارض ومغاربها الذين شهدوا لك بالوحدانيه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.